Kwa hatua ya sasa nitasema mambo mawili tu, na mambo mengine tutakapokaa na kumaliza kikao cha kamati kuu ambacho ni cha siku 2, tutakuja na maazimio ya kikao chetu cha kamati kuu kwa Watanzania. Kwa hotuba kamili ya kwetu kwa nchi na kwa wanachama wetu itatoka baada ya kuwa kamati kuu imetafakari mambo yaliyoko mbele yetu na maazimio ya kamati kuu yametoka. Lakini kwa hatua ya sasa nataka kusema mambo mawili ili Watanzania wajue tulipo na tunapokwenda. Sote tunajua kwamba tuko vitani na watu ambao wameshindwa kuongoza nchi. Hawakubaliki, hawaaminiki, wanaiba rasilimali za nchi, wamefanya Watanzania kuwa maskini, hawana ubunifu, kuna ufisadi mkubwa unaendelea kwenye nchi yetu, watu wanakufa, hawana madawa. Rasilimali za nchi yetu zinatapanywa kwa wageni, wa China, wa Arabu, wazungu. Na njia pekee ya watu kujipatia uongozi utakaowajibika kwao ni kwa njia ya kura, ambayo kiongozi yoyote atakayechaguliwa atajua kwamba kuna watu wako juu yake na watamwajibisha asipotimiza yale wanayokubaliana. Sasa kwa sababu hiyo sisi Chadema tumeamua kwamba lazima tushirikiane na Watanzania wenzetu kupeleka kuhakikisha nguvu yao ya kuamua nani awe kiongozi wao ili awajibike kwao. Lazima tushirikiane nao kuirudisha, kwa sababu at least tangu mwaka 2019 kumekuwepo na mambo mengi tangu uwepo wa vyama vingi, lakini baada ya mwaka 2019 kura haithaminiki tena. Watanzania hawana maamuzi nani awe mwenyekiti wao wa kitongoji, nani awe mwenyekiti wa kijiji, nani awe diwani, nani awe mbunge. Sasa baada ya Chadema kutafakari haya kwenye vikao vingi vilivyopita, tukaja na agenda ya no reforms no election. Na huo ndio msimamo wetu tuliposimamia, ndipo tutakaposimamia, kwa sababu ni maazimio ya vikao halali vya chama chetu. Sasa hiki kitu kimewafanya watawala wamekuwa paranoid, wamechanganyikiwa. Wanatumia mbinu nyingi kujaribu kusuppress huo msimamo wa no reforms no election. Na mojawapo ni kutumia propaganda, kutumia vyombo vya habari, kupeleka maneno ambayo sio ya kweli. Na nataka niseme jambo la kwanza. Kwa mfano, kumekuwepo na kelele kutaka kuonesha dunia kwamba Chadema imeparaganyika, Chadema imepasuka, Chadema haipo. Na waandishi wanaandika, ukiangalia magazeti, mimi nimekuwa kwenye uongozi kwa muda mrefu kidogo, najua habari ambazo ziko push na serikali na zinapelekwa zinaandikwa vile vile nazielewa. Sababu haiwezekani unakuta gazeti moja limeandika taarifa inayofanana na jingine na jingine na jingine. TV zimeripoti, kila TV imeripoti, taarifa zote zinafanana, na hiyo unajua ni kanyaboya. Sasa kwa mfano watu wanasema Chadema inaparaganyika. Nataka mtumie nafasi hii na mfanye utafiti kabla mjaandika. Cha kwanza, Chadema ni kina nani? Ni kamati kuu hii hapa. Kati ya wajumbe wote wa kamati kuu ameondoka mjumbe mmoja ambaye ni kipercentage ni pasenti 2 kati ya wajumbe wote waliopo wa kamati kuu. Mmoja tu ndio ameondoka. Baraza kuu lina wajumbe 456. Kati ya walioondoka, kwa sababu ambazo zinaeleweka, ambazo na wao wanazijua, wameondoka wajumbe 20 kati ya wajumbe 456. Mkutano mkuu wetu una wajumbe 1194. Kati ya hao walioondoka ni wajumbe 34, 4%. Lakini vile vile tulikuwa kwenye ziara kanda ya Nyasa, tulianza nayo, tumeenda kanda ya Kusini, tumeenda kanda ya Serengeti
na Victoria, Watanzania kwa maelfu wamejitokeza kuturaki, kutuchangia, kutuunga mkono, kuungana na chama na kusimamia msimamo wa no reforms. Kwa hiyo nilitaka niwaambie Watanzania na wajumbe wenzangu wa kamati kuu na viongozi wetu wote kwamba chama kiko imara, kimetulia na kinachapa kazi. Walioondoka tunawatakia safari njema, tukutane kazini, na kuanzia kesho kutwa tutakuwa barabarani tena kukutana na wananchi wa kanda inayofuata. Kwa hiyo hilo ni la kwanza nilitaka niwaambie, na waandishi muwape wa Tanzania ukweli uliopo. It's no election. Na tunataka tutafakari wote kwa pamoja. Je, tunachokipigania ni kweli, ni cha kweli kwenye agenda ya no reforms, no election? Ni kweli? Je, uchaguzi wa nchi hii unaibiwa? Ni kweli unaibiwa? Je, kwenye uchaguzi wa nchi hii watu wanauawa, ikiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa ambako mwaka jana ameuawa watu wawili, ameuawa Tunduma, ameuawa na Manyoni nyumbani kwake. Mgombea wa Chadema amepigwa risasi na polisi na mpaka sasa hakuna aliyewajibishwa. Je, watu wanauawa kwenye uchaguzi? Ni kweli watu wanauawa. Je, mawakala wetu wanakuwa mistreated, wanatolewa kwenye vituo, hawapewi nafasi za kusimamia matokeo, wakurugenzi ndio wanaamua nani awe wakala, nani asiwe na wakala? Ni kweli? Je, wagombea wetu wanakatwa majina kwa kuondolewa? Ni kweli? Na uthibitisho mwingine ni kwamba waziri wa TAMISEMI alisema wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa kwamba wameondoa wagombea wa upinzani 26,000 na hakuna mgombea wa CCM aliyeondolewa hata mmoja kwa kutokujua kusoma na kuandika. Na miongoni mwa mambo ya kijinga kuwahi kutokea kwenye nchi hii ni kwamba wakili Deogratias Mahinyira, wakili wa mahakama kuu, ameondolewa na gombea kijiji cha kwao kule Berege kwamba hajui kusoma na kuandika, lakini mgombea wa CCM darasa la 4 anajua kusoma na kuandika kuliko wakili. Kwa hiyo wagombea wanaondolewa. Haya tunayoyapigia ukweli, kelele ni ya kweli, ni ya kweli. Yapo yamefanyika kwenye chaguzi 3 mfululizo baada ya kuwa Rais Samia ametuahidi kwamba hatarudia iliyokuwa yamefanyika, akarudia kwenye utawala wake. Kwa mambo yote haya tunayoyapigania ni ya kweli. Sasa kwa sababu ni ya kweli, tufanyeje? Tukubaliane na siasa za uraghai za kuambiwa kwamba tugawiwe majimbo, kwa tuingie kwenye uchaguzi kwa kugawiwa majimbo na sisi na sio kupigiwa kura? Au tusimamie msimamo wa wananchi wa kuhakikisha hii nchi inaondolewa kwenye mikono ya mafisadi kwa kura za wananchi? Msimamo wa chama chetu ni kusimama na msimamo wa wananchi na kutokufanya siasa za uraghai. Tumekataa kufanya siasa za uraghai. Kwa nilitaka muwafikishie Watanzania huo ujumbe kwamba Chadema sio chama cha kufanya siasa za janja, siasa za uongo, siasa za uraghai. Tunapashiu njia ngumu na njia inayoungwa mkono na Watanzania, na tutashinda mapambano haya yote kwa sababu ni mapambano ya kweli, ni mapambano ya kurudisha utu wa Mtanzania, ni mapambano ya kurudisha dhamira ya kweli ya kuongoza nchi. Mungu atubariki sana wote. Asanteni kwa kunisikiliza. Tutaongea baada ya kamati kuu maazimio ya chama chetu. Asanteni sana.